الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه يوم الدين. أما بعد, kama mlivyosikia kwamba leo ilikuwa ni ratiba ya Sheikh wa mkoa kama ada yetu kufunga darasa naye, lakini amepata udhuru na udhuru ni hakujua ni ghafla kutokana na majukumu yake na nafasi yake alionayo kitaifa. Kwa hiyo tumeambizana hivi asubuhi tu ghafla, lakini pia alikuwa alijaribu kutaka kupata mtu ambaye atakayeshika nafasi yake, lakini pia hatukumuona. Sasa sijui kwa udhuru ya mvua, kuna maeneo mengine nasikia kuna mvua au sijui kuna kitu gani kilichotokea. Sasa sisi kukurupuka kuchukua nafasi ya mtu ambaye mwenyewe alikuwa ametayarishwa kwa ajili yake itakuwa si taratibu nzuri. Iliyobaki ni kwamba tushirikiane kufunga darasa kwa pamoja na tukumbushane katika mambo ambayo ni muhimu katika kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani, hasa katika 10 hili na mwisho. Sote tunajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake ametuwekea siku 10 katika kila mwaka, yani michana 10 na masiku 10. Ukisema michana 10 inajulikana na masiku yani usiku na usiku. Kuna mambo ambayo yatakiwa tuyafanye katika 10 la mwisho la mwezi huu kama vile itikafu na mengineyo, na ndani yake pana usiku mtukufu wa Lailatul Qadr. Ndio maana watu wamejipinda sana kuanzia mwanzo wa 10 la mwisho katika kipindi hiki. Haya ni masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala katupa zawadi sisi, katufungulia milango ya khairi ndani yake. Na kwa taarifa yako, si kwamba usiku huo unakuwa ni usiku mmoja tu wa Lailatul Qadr, la, 10 la mwisho lote ni katika masiku matukufu. Na vile vile katika kila mwaka katuwekea michana mitukufu 10 ambayo hiyo ipo katika 10 la mwanzo katika mwezi wa mfungo 3. Kwa maana hiyo ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa takhfifu hakukusanya michana na masiku katika kipindi kimoja, bali katupa nafasi katika mwezi wa Ramadhani kwa ajili ya masiku haya, na katupa nafasi katika mwezi wa mfungo 3 kwa ajili ya michana hiyo ya siku 9, na miongoni mwake kuna Eid vile vile, yani siku 10 la mwanzo katika mwezi wa mfungo 3, na ndani yake pana Yaum Arafa. Haya tunazungumzia sana katika kipindi chake, lakini tuhimizane zaidi kwa ambao hawajahitimisha Qur'ani waendelee kusoma sana, wahitimisha angalau Qur'ani kabla mwezi wa Ramadhani haujatoka na mwezi wa mfungo mosi haujaandama. Na vile vile salatu qiyamul layli tujipinde sana, na witri na dua kwa wingi, tusipoteze wakati kama huu. Na vile vile tukumbuke kwamba kuna haki juu yetu, kuna haki kila Muislamu mwenye uwezo kutoa zakatul fitri. Zakatul fitri tusisahau kwamba nayo ni nguzo, kwa sababu zaka ni nguzo katika nguzo 5 juu yetu. Kwa hiyo mwenye kufunga kila ambaye kwamba hana dharura, hana sababu za kumzuia kutoa zakatul fitri, anawajibika atoe zakatul fitri. Na hasa kipindi ambacho tunaruhusiwa kutoa zakatul fitri kwa mujibu wa kauli ya sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au kwa mujibu matendo ya Ibn Umar, sahaba wa Mtume radhiallahu anhu, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba kuanzia mwezi 27 unaweza ukatoa zakatul fitri, ingawa kupasa hasa zakatul fitri ni baada ya kuonekana mwezi wa Eid. Lakini kwa hali ilivyo leo, kwa miji ilivyokuwa ipanuka na jiji letu Dar es Salaam, pengine umekusudia kuitoa zakatul fitri kumpa mtu ambaye ni maskini, lakini ana umuhimu zaidi kwako, nafasi unayo, kwa sababu unayo nafasi ya kutoa zakatul fitri tangu mwezi 27. Kwa hiyo tuhesabu kuanzia mwezi 27 tunaweza kutoa zakatul fitri kilo 2.5, au kutaka kuongeza utoe kilo 3, ndani yake pia pana ziada ya fadhili. Siku hizi
wanazuoni tena wamepania kusababisha mizozo mingi sana. Imetokea mizozo mingi sana katika kutoa zakatul fitri. Wengine wakasema kutoa zakatul fitri chakula kama ilivyo katika madhhabu ya Imamu Maliki na katika madhhabu ya Imamu Shafi'i na katika madhhabu ya Imamu Ahmad bin Hanbal rahmatullah alayhim jamia. Hao wote ni wanazuoni wakubwa na sisi tumepokea elimu kutoka kwao. Wao wamesema kwamba lazima zakatul fitri iwe chakula, ni lazima iwe chakula. Na kwa vile Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake ilikuwa kuna chakula maalum kinachotumika, kwa hiyo kataja vile ambavyo kwamba inatakiwa vitolewe zakatul fitri katika wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wanazuoni wetu kwa akili kubwa waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala na kupewa uwezo wa kufikiria hali za mbele na jinsi Uislamu utakavyoenea katika ardhi, wakaona kuna maeneo mengine vyakula hivyo vitakuwa vipatikani au katika muda huo itakuwa vyakula hivyo havitumiki. Kwa mfano kama shairi, hapa kwetu hakuna anatumia shairi. Shairi tunatumia sisi uji tu. Tunafanya uji unaitwa shuruba Kiarabu, tunatumia kwa ajili ya shairi. Lakini wenzetu mpaka sasa wanatengeneza mikate kutokana na shairi. Bado mpaka sasa ukienda Saudia utakuta zakatul fitri wanatoa shairi kwa sababu ni chakula rasmi kinachotumika kule kwao. Ama kwetu sisi hapa, kwa mujibu wa kauli ya wanazuoni wetu wakubwa, ni kutoa chakula kile ambacho ndio bora kinachotumika katika nchi zetu. Na hapa kwetu hakuna kama mchele. Unaona kwamba katika kila shughuli pakiwepo na harusi, huwezi kupika muhogo katika siku ya harusi, wala huwezi kupika ugali hata ungekuwa una grade aina gani. Kila mtu anapendelea kupika chakula ambacho ni kinachopendwa na watu ambao ni wali. Kwa hiyo jambo ambalo mustahabu ni kutoa zakatul fitri mchele kama alivyosema wanazuoni wetu wakubwa. Ama katika madhhabu Hanifa, yeye kasema kwamba wayajuzu, hakusema kwamba ni sunna wala hakusema kwamba ni wajibu, kasema wayajuzu, na inajuzu kutoa hela, na inajuzu kutoa hela. Wakati kule katika madhhabu ya maimamu wote watatu wamesema haijuzu kutoa hela, bali utoe chakula ambacho ni ghalibu kutumika pale. Sasa hapa utata ushaanza. Watu wataka kuleta mizozo, wataka kujitia katika mizozo ya wanazuoni wakubwa, wakasema sasa ilo afdali ni kutoa hela kwa sababu hali ya maskini sasa imekuwa mbaya zaidi. Maskini wanahitaji sana hela kuliko chakula. Eti ukimpa sijui mchele itakuwa hana mboga, ukimpa mchele sijui hana kitu gani. Haya maneno yote sisi si maneno ya wanazuoni, lakini sisi tunasema kwa hali ilivyo kweli tunakubaliana sisi na kwamba hali imekuwa mbaya sana. Hali ya maskini imezidi kuwa mbaya sana. Lakini pia hizo hela, ukimpa hela wakanunue mboga, akanunue nyama ya kuku, mchele atakuwa hana, ni yale yale. Umemtengeza huku umeharibu huku. Ukisema unataka mpe hela ili apate kujikimu katika matumizi mengine ya lazima katika kufanikisha hiyo fitri, ukimpa hela, pengine hela wenyewe fikiria bei gani leo, kilo moja leo au kilo 2.5 zako, atakuwa hawezi kununua mchele. Itakuwa sasa hakuna anayekula nyama tupu siku ya Idi. Sasa sisi tumesema kwamba baadhi ya wanazuoni wamependekeza hivi kwamba kwa kufuata madhahibu yote, kwa sababu madhahibu yote tuliyotaja ni yetu, madhahabu ya Maliki yetu, kwa sababu katika ahli sunna wal jamaa zetu, katika madhahabu ya Imam Shafi ndio madhahabu yetu sisi hasa hapa, ndio tulikuwa nayo sisi, tulikulia nayo, alaiha nahyu alaiha namutu. Tumesoma sisi fiqh ya Kishafi'i na kadhalika madhhabu Imam Ahmad bin Hanbal. Hao wote ni watu wetu katika ahli sunna wal jamaa. Na yeye Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi ni mwanazuoni mkubwa, naye ni wetu. Kwa hiyo sasa kwa kupiga huku na huku, kutoe chakula na ulicho nacho katika pesa umpe maskini, hakikisha atapata kitoweo, atapata mambo yanayolazim katika kufanikisha siku hiyo, kwa sababu siku ya Idi, siku ya furaha, haitakikani wao wengine wanakula wengine wanakaa na njaa. Ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ughnuhum ani tawafi, watoshelezeni maskini wasizunguke
kuomba siku ya Idi. Haitakikani maskini aombe chakula tu, yatakiwa umsaidie na yeye nyumbani kwake akae ali chakula kama vile wanawe wanapokula. Kwa hiyo sisi tunaona kama mtu anataka kusanya kauli zote, basi atoe chakula na hela vile vile. Lakini tukisema tujitie usogora wa kupendekeza kauli moja ya chakula tu, huko tutavunja kauli ya madhehebu manne ambayo ndani yake yako madhehebu yetu Imam Shafi ambayo ndio tulikulia nayo, na kadhalika kauli ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu katika hadithi Bwana maswahaba wametuambia farwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an, yani pishi ni ya chakula. Haikusema pishi ya hela bwana, pishi ni ya chakula. Sasa ukitaka kujitia katika mizozo wanazuoni utapotea na utapoteza watu. Sasa mpaka umefika wengine wanatoa hoja za kifedhuli ambazo si za kiilmu, eti Bwana Mtume yeye katoa fitri, karuhusu kutoa fitri shairi, sijui tende unini. Sasa nyinyi bwana mnatoa hela. Sasa na wewe basi usitoe fitri, bwana unatoa hela. Usitoe naye vile vile tende, utoe shairi, bwana unatoa hela. Tusibishane kiasi hicho. Na wengine wanasema kwamba eti hizo chakula wenyewe hivyo vya shairi vinaliwa na farasi, si chakula vya watu. Bwana huko Arabuni shairi ni chakula bwana. Na alafu wanazuoni wetu wameshasema kwamba kwa niaba ya chakula hiyo shairi, kwa niaba yake utoe aghlab quti albaladi. Tangu sisi tunazaliwa mpaka umri huu ndio hiyo kauli inayochukua sisi. Na hapa sisi madhehebu yetu Imam Shafi lazima tutaheshimu zaidi, na madhehebu mengine vile vile tunaheshimu. Kwa hiyo tunasisitiza tuache kuzozana na kufuata ubishi wa kiushabiki. Ikhtilafu hii ya kutoa chakula, kutoa pesa, hii ni ikhtilafu ya kifiqh, ya wanazuoni wakubwa wa fiqh, sio ikhtilafu ya nchi na nchi. Maana leo watu wamekwenda kujenga sura nyingine, wamejenga kuna kauli ya Misri na kauli ya Saudia na kauli ya Hadrami. Hamna kitu hicho. Haya madhahabu ya fiqh, huyo mwenyewe Imam Shafi rahmatullah alayhi alikuwa Misri, kasoma Madina, kasoma Iraki, kisha akafia Misri. Abu Hanifa alikuwa Iraki, Ahmad bin Hanbal alikuwa Iraki, Imam Malik alikuwa Madina. Hapa kwa Misri na Saudia umetokea wapi? Au Misri na Hadramut umetokea wapi? Ni vitu ambavyo vinachitiwa tu ili kutaka kushawishi watu wasijue uhakika. Sisi tunahimiza bwana, kama una hela yako toa, msaidie maskini. Toa hela yako, msaidie maskini kiasi cha uwezo wako. Hujui siku ya kiyama hela yako itakusaidia, itakuweka mahala gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ukimkirimu maskini shilingi 1500 baada ya mchele uliompa, shilingi 10,000 baada ya mchele uliompa, unaona taabu, unaweka condition ambazo haziwezekani. Unajua Allah atakulipa nini? Allah atakulipa nini yaumul qiyama? Mpaka umri huu unafika mtu, unajua atakulipa kitu gani Allah subhanahu wa ta'ala? Anaweza kukulipa hapa duniani, akakupa khairi nyingi hapa duniani, na huko akhera pia Allah akakulipa pepo. Allah ni mtajiri, Allah hana shida shilingi 2 zako wala 3. Allah subhanahu wa ta'ala anakuletea kila kitu kwa ajili yako wewe, ujikaribishe kwake. Toa chakula na toa hela. Kwa hiyo wale ambao kwamba sisi madhehebu yetu, hata wale ndugu zetu ambao wao wanafuata madhehebu ya Abu Hanifa, hatuwalazimishi kufuata madhehebu ya Imam Shafi. Tunawaacha pale wafuate wanapotaka wao kwa madhehebu yao, watoe chakula. Lakini utoe nini? Watoe hela kwa mujibu ya fiqh waliosoma katika fiqh ya Hanafi. Lakini pia sadaqa si chakula pekee yake, si sadaqa si hela pekee yake, chakula pia vile vile katika sadaqa. Tusoe sadaqa katika mwezi wa Ramadhani, tusoe sadaqa tunapoiaga Ramadhani kama hii, ili tuifahamishe nini sikukuu yetu ya Kiislamu. Tena hii neema kubwa kuambiwa kwamba mimi leo nasikiza katika mtandao na mkuta mwanamke mmoja wa Kikristo anasema kwamba wenzetu Waislamu bwana, wao katika mfungo wao kuna ihsani nyingi wanazopata, wanasaidiwa na wafadhili, wamewekewa sharia maalum kusaidiana. Sisi wa Kristo tunalipi? Yani watu wanahitaji na wao wauige huu mtindo ulio nao nyinyi katika Uislamu. Sisi tunakwenda kukataa kwa mizozo tu, fitri, zakatul fitri iwe pesa, zakatul fitri iwe hela. Hapana, kitu hicho hakifai katika Uislamu. Na huambii kwamba lazima utoe ukae na njaa. Kama wewe unacho chakula cha leo na manao
na una hakika kesho siku ya Eid unacha kula wewe na wanao, hapo naambiwa kilichozidi ndio utoe zakatul fitri. Kama huna basi kula wewe. Kama huna cha kutoa kwa mwenzio Muislamu maskini, basi kula wewe, lakini usisimange ukaweka condition ambazo hakuziweka Allah subhanahu wa ta'ala wala mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tusifanye mabadiliko katika dini hii. Dini imekuja hivi hivi, tuipokee, na wanazuoni wetu waliotuwekea ndio hivyo hivyo mpaka hapa. Kwa hiyo nasisitiza tu kwa mara nyingine tuendelee kujipinda katika kuuaga mwezi wa Ramadhani, tuuaga kusoma sana Qur'ani, kukaa sana msikitini, kuswali sana sunna, tarawih. Lakini kuna kitu kimoja nataka nikizindue katika tarawih, ngado tumefika katika kipindi cha mwisho. Kuna makosa yanafanywa na baadhi ya watu, wanakimbilia kuswali tarawih kabla hajaswali sunna baadia ya Isha. Baada ya Isha unapewa nafasi kwanza unaswali rak'ataini baadia ile ya Isha ambayo rak'a mbili ambayo sunna muakkada, baadaye ndio tuingie tarawih. Lakini naona baadhi ya watu katika misikiti wanakimbilia haraka tu kuswali tarawih, wanaona kama watakosa rak'a moja ukikosa tarawih utaikidhi, zitatimia rak'a 20 au rak'a utakazotaka kuswali. Lakini baadia ya Isha usiache. Na vile maimamu na wawe makini sana. Maimamu wanaposwalisha watu katika swala ya tarawih wahakikishe wanakwenda kwa mujibu wa sheria, sio kurukaruka, hasa mwisho katika tashahudi. Katika tashahudi maimamu watoe nafasi watu waombe dua. Katika dua kuna dua maalum maathur zilizopokewa, hizo uziombe katika nini? Katika tashahudi. Sasa kama hukuomba katika Ramadhani utaomba katika kipindi gani? Ongeza kidogo muda fulani tu kiasi, mtu sio kwa kumswalia mtu mwingine, atakumswalia mtume amswalii, tunaona salamu alaykum wa rahmatullah haraka. Hii ni dhima, tujue ni dhima kubwa sana. Kwa hiyo twende kwa uaminifu, tuipokee dini yake Allah na tuendelee hivi hivi, tudumu nayo kama ilivyopokewa na wakubwa zetu waliotangulia. Hapa tunaomba kwa niaba yangu na niaba darasa zima na wanahusika katika darasa hili, naomba radhi kwa niaba ya mwenyekiti wa mkoa wetu. Ni mwenzetu sana na ni kijana wetu, lakini sasa imetokea dharura ambayo haiwezidiki. Asija kadhani mtu labda kadharau, la, kanipigia usiku mimi, kanipigia simu mimi alfajiri kanipigia simu, Sheikh bwana, mimi sijui nitafanya vipi huko ninakokwenda, hii shughuli ya kiserikali, sidhani kama nitaweza kurudi mapema. Kwa hiyo najaribu kumtafuta mtu. Sasa sijui kampata huyo mtu au kumpata au kumetokea kitu gani, lakini dharura zipo na tukubaliane zinapotokea dharura kama hivi. Ndio Uislamu, kuvumiliana. Inshallah taala, Mungu akitupa umri sote au baadhi yetu, tutakutana tena katika mwezi wa Ramadhani katika tafsiri ya Qur'ani, katika aya zilizobaki katika surati Taha, kama vile nilivyopanga katika ratiba hii. Tena tunatoa shukrani kwa mashaikh wote walioshiriki katika darasa zetu ambao hawakuduvunja, wamekuja kutoka maeneo mbalimbali. Kuna wengine wamekuja kutoka Unguja, kuja kuhudhuria darasa, wamehudhuria. Wengine wametoka Tanga, wamehudhuria hapa. Kwa hiyo tunashukuru, tumeshirikiana na watu kiasi kizuri sana, na sisi pia alhamdulillah tumejenga mfano mzuri wa kukaa na mashaikh wetu, kuwasikiliza mpaka darasa inafika mwisho. Mwenyezi Mungu atuwafikishe, Mwenyezi Mungu atusahilishe mambo yetu, Mwenyezi Mungu ajalie Ramadhani hii na Ramadhani ijayo na kila Ramadhani tuwe katika hali ya amani, atupe mapenzi wenyewe kwa wenyewe, kupendana, atujalie tuwe katika salama, atuepushe na kila majanga. Mwenyezi Mungu tunamuomba janga lilotokea mwaka huu au mwaka jana, lilotokea habari ya nyumba kuvunjika na ghorofa mwaka jana, mwaka huu, haya janga kama lilotokea ambalo mpaka sasa hatujalisahau, kwa janga kubwa sana katika nchi yetu. Yote mnajua tukio lilikuwa jitu athiri kwa watu ndani yake, na kila na sisi hatutaki mtu yoyote adhalilishwe katika ardhi hii. Hatuseme kwamba tunataka Waislamu pekee yao walindwe, wasio kwa Waislamu pia tunataka walindwe. Tunataka Allah walinde na wape hidayah, na vile vile tushirikiane katika nini, katika kuishi kwa amani. Mungu asituletee zile. Allahumma ya Rabb, tunakuomba janga kama lile wala mfano wake lisirejee katika nchi yetu. Janga kubwa sana, na majanga mengi hapo duniani mnaposikia. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu tunamuomba atuendeleze maisha ya amani, atupe masikilizano na atupe afya, na kile magonjwa mabaya Allah aiweke mbali na sisi. Kile magonjwa mabaya Allah aiweke mbali na sisi.
atupe siha, atupe nguvu ya kufanya kazi, atupe riziki ya rahisi, atupe uwezo kunufaika na riziki zinazopewa na Allah, na tubarikiwe. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.